أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma baad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tunaendelea na darsa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu nasaha kwa wanandoa. Dada zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surat Ar-Rum aya 21, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Na katika dalili za rehma yake ni kuwa kakuumbieni enyi wanaume wake na wa jinsi yenu, mkae nao kwa uzuri, na amekujalieni baina yenu na wao mapenzi na kuoneana huruma. Hakika katika haya bila shaka zipo dalili kwa watu wanaofikiria uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, nikaha kwa mujibu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuhalalisha tangamano la wachumba wawili ili waweze kuishi pamoja kama mke na mume kwa radhi na idhni iliyotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni heshima kubwa sana kwa Muislamu kuoa au kuolewa. Pia ni moja kati ya mambo yanayomfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mume au mke akifikisha umri wa kuoa au kuolewa, tunahimizwa kama Waislamu tusijicheleweshe, na baada ya nikaha kufungwa wanakuwa wameshakuwa mume na mke kisheria. Wanayo haki na uhuru wa kukutana na kuingiliana kimwili, wala wasipangiwe namna watakavyofanya tendo la ndoa baina yao. Dada zangu katika imani, pindi wakikutana chumbani mwao mara ya kwanza baada ya nikaha, ni sunna kwa mume kabla hajafanya jambo lolote kwanza asome dua hii ifuatayo kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Yani, ewe Mola wangu, na kuomba khairi yake na khairi ya ulichomuumbia nacho, na najilinda kwako kutokana na shari yake na shari ya ulichomuumbia nacho. Haya amepokewa kutoka kwa Abdullah bin Amr bin al-As, sahaba mkubwa radhiallahu anhu. Dada zangu katika iman, utaratibu huu una manufaa makubwa sana kwa wanandoa, haswa ukitilia maanani kwamba kila mwanadamu ana usiri wake katika tabia na maumbile yake yaliyojificha katika mwili wake. Imependekezwa, dada zangu katika iman, kuwa baada ya mume kusoma dua hiyo, yeye na mke wake wote wataswali rakaa 2 kwa pamoja. Mume atamswalisha mke wake. Dada zangu katika iman, maswahaba wamelieleza jambo hili kwa mapokezi mbalimbali. Mojawapo ni kwa kauli ifuatayo: wa an shaqiqin qala jaa rajulun yani ila Abdullah ibn Mas'ud yuqalu lahu Abu Harizin فقال إني زوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني. فقال عبد الله إن الإلف من الله والفرق من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. Yani imepokewa kutoka kwa Shakika, amesema
Kwa alikuja mtu kwa Abdullahi bin Mas'ud radhiallahu anhu, jina lake Abu Harizi, akasema, hakika mimi nimemwoa mke wangu mwanamwali mdogo na ninahofia asije akaniudhi. Abdullahi bin Mas'ud radhiallahu anhu akamwambia, hakika tangamano jema latokana na Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo ya kuudhi yatokana na sheitani. Yeye hutaka kuwachukiza kwa alichokuhalalishia Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mke wako akija, mwamrishe aswali nyuma yako, yani aswali pamoja naye rakaa 2. Dada zangu katika imani, ni vyema pia wakishamaliza kuswali waombe dua ya kheri kwa pamoja, bila kusahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wanaomcha na wanaotenda mema. Na wakifikia kujamiana, mume asome dua ifuatayo, kisha ndipo amwingilie mke wake: bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana, yani kwa jina la Mwenyezi Mungu, ewe Mola wetu, tuepushie sheitani na umepushe sheitani mbali na kile utakacho turuzuku. Dada zangu katika imani, hii ni kwa dalili ya hadith iliyopokewa na Ibni Abbas radhiallahu anhuma kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, lau anna ahadahum idha arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillahi allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana, yani lau mmoja wenyu pale akitaka kumwingilia mke wake atasema bismillahi, ewe Mola wetu, tuepushie sheitani na umwepushe sheitani mbali na kile utakacho turuzuku. Dada zangu katika iman, kusoma dua hii wakati wa kufanya tendo la ndoa ni sababu tu ya kumzuia sheitani asikudhuru kitakachozaliwa. Dada zangu katika imani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwanza kabisa miongoni mwa nasaha za ndoa za biharusi, yani ni kama za biharusi na kwetu sisi sote kama wanandoa na wanandoa watarajiwa, miongoni mwa nasaha hizi, kwanza kabisa kama kwa biharusi, yani kwanza kabisa ni lazima ewe biharusi ujue haki za mumeo juu yako, kwani matatizo mengi hutokea kwa sababu baadhi ya wanawake hawajui kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kufanya kwa waume zao. Matatizo mengi, dada zangu katika imani, katika ndoa hutatuliwa wakati mke anapotimiza haki hizi, na miongoni mwa haki hizi ni utiifu kwa mume. Utiifu kwa mume, dada zangu katika imani, umepewa kipaumbele kuliko utiifu kwa mtu mwingine yeyote, na umefanywa kuwa ni wajibu kwa mwanamke kutekeleza haki hii, mradi tu hauhusishi kutomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yani imesimuliwa, dada zangu katika imani, katika hadith kuwa Aisha radhiallahu anha alisema, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Allah, ni nani mwenye haki kubwa juu ya mwanamke? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha radhiallahu anha kuwa ni mumewe. Akamuuliza tena Aisha radhiallahu anha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni nani mwenye haki kubwa juu ya mwanamume? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha radhiallahu anha, mama yake. Haya yamesimuliwa na Al-Bazzar na Al-Hakim. Dada zangu katika iman, mwanachuoni kadhalika mkubwa Ibn Taymiyyah Allah amrehemu alisema pia kuyathibitisha haya kuwa mwanamke anapoolewa mumewe ana mamlaka zaidi juu yake kuliko wazazi wake, na utii kwa mumewe ni wajibu zaidi juu yake. Dada zangu katika iman, nasaha ya pili kwa wanandoa, yatupasa kujua ya kwamba mke kutimiza haki hizi za mumewe, ambaye akitimiza vyema itapelekea furaha katika maisha yake ya ndoa, humletea thawabu na malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hiyo utiifu wake kwa mume wake ya kumtimizia haki zake kuwa sawa na jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwawa shahid. Dada zangu katika iman, haya
yamethibitishwa kutoka kwa hadith, yani katika hadith kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ambaye alisema kuwa mwanamke kutoka Al-Ansari ajulikane kama Asma binti Yazid radhiallahu anha alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, ewe Mtume wa Allah, mimi ni mwakilishi wa wanawake kwako. Jihadi hii yani imeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanaume. Wakishinda watalipwa, na wakiwawa ni kana kwamba wako hai na Mola wao wakiruzukiwa. Sisi wanawake tunawajibika kwao, kwa hao wanaume. Kwa hivyo tunapokea thawabu gani kwa hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam yani akasema kumwambia Asma binti Zaid, akasema kumwambia Asma binti Yazid, mwambie kila mwanamke unayekutana naye kwamba utiifu wa mwanamke kwa mumewe na kutekeleza haki zake ni sawa na hayo yote, yani ni sawa na kama vile jihadi ya mwanaume, yani pale anapokwenda katika vita vya jihad akapigana akauawa au akauliwa. Kwa hivyo mwambie kila mwanamke unayekutana naye kwamba utiifu wa mwanamke kwa mumewe na kutekeleza haki zake ni sawa na hayo yote uliyoyataja kuhusu jihad kwa mwanaume, na wachache wenyu hufanya hivyo. Haya yamesimuliwa na Al-Bazzar na Al-Tabrani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapomfanya mumewe kuridhika, naye huwa sababu ya kuingia wapi? Kuingia kwake mwanamke huyu peponi. Dada zangu katika imani, hii ni kwa dalili ya hadith kutoka kwa Ummu Salama radhiallahu anha, ambaye alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ayyuhal mra'atun matat wa zawjuha anha radhin dakhalat aljanna, yani mwanamke yeyote atakayekufa huku mumeo akiwa radhi naye ataingia peponi. Haya yamepokewa na At-Tirmidhi na Ibn Majah na Al-Hakim. Dada zangu katika imani, nasaha ya tatu kwa biharusi au kwa wanandoa: mume anapokuwa na hasira, usijibu kwa hasira kama yake, kwani hilo litazidisha hali hiyo na kufungua mlango wa sheitani kati yenu. Badala yake tunashauriwa kukaa kimya anapokuwa na hasira, pasina kumtukana au kuwa na hasira zaidi yake au hata kumjibu. Katika hali hiyo hutulia akiomba msamaha na hata kulia. Hapo unaweza kumshauri na kumwelewesha na kujadili mambo naye katika mazingira tulivu yaliyojaa upendo na heshima. Haya yanapatikana katika maneno ya Swahaba Abu Darda radhiallahu anhu kwa mkewe Ummu al-Darda radhiallahu anha alipomwambia mkewe, ukikasirika nitakutuliza na mimi nikikasirika utanituliza, ikiwa sivyo tutatengana haraka. Haya yamesimuliwa na Ibn Asakir katika historia yake. Dada zangu katika imani, pia imekuja katika maneno ya Kharij al-Farari, yani kwa binti yake Asma, pale alipokuwa yani akimuozesha kwa mumewe, alimwambia, binti yangu, kuwa mtumwa wa mumeo na atakuwa mtumwa kwako. Usiwe karibu naye sana, na yani asije akachoka nawe, wala usiwe mbali naye sana, usije ukawa mzigo kwake. Kuwa kama nilivyomwambia mama yako. Pokea msamaha wangu, nawe yani utadumisha upendo wangu, wala usiseme mbele yangu ninapokuwa na hasira, kwa maana nimeona upendo na maumivu moyoni yanapokutana, upendo haudumu kwa muda mrefu kabla haujatoweka. Dada zangu katika imani, nasaha ya 4 kwa wanandoa: jaribu kuondoa sababu za ugomvi, migogoro na kila kitu kinachosababisha ugomvi huo. Chochote unachokiona kinamkasirisha mumeo na kusababisha matatizo kati yenu, jaribu yani kukiepuka na kukiweka mbali. Nasaha ya 5, dada zangu katika imani, kwa wanandoa: jifunze na uangalie muonekano wako. Jipende mwenyewe mbele yake kila wakati na umpe muda wako, yani umpe muda wako, dada zangu katika imani, kwani
labda sababu ya kukuacha ni kutokana na kujishughulisha na mambo mengine au kupuuza kujipamba kwa ajili yake. Dada zangu katika imani, nasaha ya 6 kwa wanandoa, usiwe ni mwenye kuomba talaka, kwa sababu talaka ni chukizo. Natambua ya kwamba mtu huamua kufanya hivyo wakati maisha ya ndoa yanapokuwa magumu na hakuna uwezekano wa kuendelea nayo, mradi tu bado kuna matumaini ya kurekebisha mambo. Nasaha yangu kwa nafsi yangu na kwako wewe ni kwamba usifikirie kuhusu talaka. Dada zangu katika imani, nasaha ya 7 kwa wanandoa ni kutafuta thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tambua ya kwamba ili kuhisi furaha ya ndoa ni lazima ufahamu kinachokusubiri katika maisha hayo ni thawabu. Kile kinachokusubiri katika maisha haya ya ndoa ni thawabu na malipo kwa wema wako, upole wako na mapenzi yako kwa mumeo. Imekuja katika hadith kutoka kwa sahaba Abu Dharr radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika nasaha yake kwa wanandoa, wa fi bid'i ahadakum sadaqa, qalu ya Rasulullah ayati ahadana shahwatihi wa yakuna lahu ajr, faqala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizr, fakadhalika idha wada'aha fi halal kana lahu ajr, rawahu Muslim. Yani imekuja katika hadith kutoka kwa sahaba Abu Dharr radhiallahu anhu kuwa alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwanasihi wanandoa, na katika tendo la ndoa akasema, na katika tendo la ndoa la mmoja wenu kuna sadaka. Wakasema, Mtume wa Allah, je, anapata thawabu mmoja wetu kwa kutekeleza tendo la ndoa? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwauliza wanandoa, je, kama angetekeleza yani tendo hilo nje ya ndoa hangepata dhambi? Vivyo hivyo akitekeleza tendo hilo kwa njia ya halali atalipwa malipo mema. Haya yamesimuliwa na Imam Muslim. Nasaha ya 8, dada zangu katika imani, kwa wanandoa ni kutokubaliana katika haya maisha ya ndoa. Kutokubaliana kunaweza kutokea kati ya wanandoa na kusababisha sauti zilizoinuliwa na kupiga kelele. Yakitokea hayo, ukweli utapotea katikati ya kelele, na katika hali hii hakuwezi kuwa na suluhisho la tatizo. Njia bora ya kujiepusha na hali hii, dada zangu katika iman, ni lazima tukubali tofauti hizi kama jambo la kawaida lisiloepukika na tujaribu kulishughulikia kwa majadiliano ya utulivu na mazungumzo yenye hekima, yenye kujenga, si yenye kubomoa. Kwa kila maradhi kuna tiba na kwa kila tatizo kuna suluhisho. Kwa hivyo tusikate tamaa ya kutibu tatizo lolote ikiwa tunatarajia kuanzisha maisha ya ndoa yenye furaha. Nasaha ya 9, dada zangu katika imani, kwa wanandoa ni kuwa mfanye mumeo afurahi, na utakuwa na furaha. Ukimpa mumeo furaha, na utapokea furaha. Jua kwamba mnufaika mkuu wa furaha ya mumeo ni wewe, kwa sababu katika hilo kuna thawabu kwako. Nasaha ya 10, dada zangu katika imani, zingatia usafi. Usafi ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi yanayomfanya mwanamume afurahi. Kupuuza jambo hili husababisha pande zote mbili kuchukiana. Migogoro na matatizo ya ndoa yanayosababisha talaka yametokea kwa sababu ya usafi wa mwili, usafi wa mazingira, usafi wa nyumba, usafi wa moyo. Tambua ya kuwa Uislamu ni dini ya usafi. Ibn Abbas radhiallahu anhuma alikuwa akisema, napenda kujipamba kwa ajili ya mke wangu kama vile ninavyopenda mke wangu ajipambe kwa ajili yangu. Dada zangu katika imani, nasaha ya 11 ni kuwa usiwe mwepesi wa hasira.
Kuondoa hasira, yani kuondoa hasira kabisa ni vigumu, lakini mtu mwenye busara si mwepesi wa hasira. Hasira inapovuka mipaka ya haki na rehma hugeuka kuwa dhulma na ukatili. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema laisa shadid bisuratin innama shadid alladhi yani yamliku nafsihi inda alghadab, muttafiqun alayhi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu mwenye nguvu si yule anayewashinda wengine, bali mtu mwenye nguvu ni yule anayejidhibiti anapokuwa na hasira. Hadithi hii imekubaliwa na Imam Muslim na Imam Bukhari. Dada zangu katika imani, talaka nyingi hutokea kwa sababu ya hasira. Kwa hivyo hasira ya mume au mke inapopungua, mmoja kati yao au wote wawili hujutia tendo lao au matendo yao. Majuto hapa yatakuwa hayana maana. Dada zangu katika imani, epuka ukosoaji wa lawama. Aina hii ya ukosoaji ni pigo kubwa kwa furaha ya ndoa ikiwa inarudiwa na haina busara na mema. Ukosoaji wa lawama hutokea katika mambo yafuatayo: kutokubaliana kingono, yani kijimaa. Bila shaka kipenge hiki ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi yanayoamua ikiwa ndoa imefanikiwa am la. Kwa hivyo wanandoa wanapaswa kusoma hukumu za Kiislamu zinazohusiana na kipenge hiki pasina kupuuza vipimo za kisaikolojia vya uhusiano huu, ili waweze kupata furaha katika ndoa zao na maisha yao yaweze kadhalika kujazwa na upendo na huruma, na hili ndilo moja ya malengo ya ndoa. Pili, ukosoaji wa lawama katika ndoa hutokea katika maoni na maslahi yanayotofautiana baina ya wanandoa. Tatu, pia yani ukosoaji wa lawama hutokea katika matatizo ya kifedha. Dada zangu katika imani, na nasaha ya mwisho kabisa, dada zangu katika imani, dumisha uhusiano wa kudumu na Mola wako. Dumisha uhusiano wako na Mola wako. Wewe ni kudumisha uhusiano wako na Mola wako kutakuletea furaha, na kukata uhusiano wako na Allah subhanahu wa ta'ala kutakuletea mateso. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Ar-Ra'd aya ya 28, alladhina amanu wa tatma'innu qulubukum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ndio nyoyo hutua. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Suratu Taha aya ya 128, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, na yeyote atakayeacha kunikumbuka hakika atakuwa na maisha ya shida, basi nasi tutamfufua siku ya Kiyama akiwa kipofu. Kwa hivyo dada zangu katika imani, ili kudumisha uhusiano wetu na Allah subhanahu wa ta'ala katika ndoa zetu, jambo la kwanza ni tuzingatie swala 5 za kila siku na swala za khiyari, yani optional prayers. Jambo la pili ni tumkumbuke Allah mara kwa mara, na jambo la 3 ni tufanye dhikri kwa wingi na istighfar kwa wingi. Jambo la 4 ni tufanye vitendo vya wajibu kwa wingi na kujiepusha na vilivyokatazwa. Jambo la 5 ni tushirikiane na wale wanaotukumbusha kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la 6 ni tuiweke nyumba zetu katika mandhari ya Kiislamu. Jambo la 7 ni tuhudhurie mikusanyiko panapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe furaha katika ndoa zetu na kwa vizazi vyetu duniani na akhera. Shukran jazila wa barakallahu fikum.